Je, wajua kama ipo siku pumzi yako itatoweka, moyo isipige tena? Hapa anatuonyesha ya kwamba watu wengi wanakumbuka ya kwamba kuna uzima wa milele wakati wa kilio, wanapoandamana na wafu kwa ajili ya mazishi. Hapo kila mtu hunyenyekea hata kutengeneza kimoyomoyo, lakini baada ya mazishi mawazo haya yanapeperuka, wanasahau kama siku moja watapita. Je, unafikiri kuwa inaweza kuwa ishara ya ugonjwa wa akili kuendelea kufikiria kifo? Hapana, mwenye akili hasahau kama ipo siku ambapo moyo wake hautapiga tena, yaani anakufa. Kiukweli ni upumbavu kuishi ukipuuza kuwa kifo kipo na hakuna anayekikwepa. Mtu mpumbavu ndiye anayeishi bila kujiandaa kwa ajili ya yale tunayojua sote kwamba mwishowe yatatufikia. Ndiyo maana ni muhimu kuishi ukitafakari mwisho wako, ukifikiria zaidi kuhusu maisha ya milele kuliko kuyapuuzia. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 28 hadi mstari wa 29. Anasema, maana hawa ni taifa wasio shauri wala fahamu hamna ndani yao. Laiti wangekuwa na akili hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Kadiri miezi 9 uliokaa ndani ya tumbo ya mama yako ukuwa ndio mwisho ya maisha yako hapa duniani, bali ilikuwa utangulizi wa maisha yako hapa duniani leo. Vivyo hivyo maisha ya leo ni utangulizi wa maisha yajayo, yaani ya milele. Ikiwa una uhusiano mzuri na Mungu kupitia Yesu Kristo, hakuna sababu ya kuishi ukiogopa kifo. Kifo hakitaweka mwisho ya maisha yako hapa duniani, lakini si kwako mwenyewe. Badala ya kuwa mwisho ya maisha yako, Biblia inasema vizuri kwamba ni usingizi. Lakini wafu wenu wataishi nayo mwili yao itafufuka, nanyi mnaolazwa katika mavumbi, amkeni mkapige kelele kwa furaha. Ndiyo maana wote waliomtumikia Bwana kwa uaminifu waliishi wakisema, hii sio maskani yetu, bali tunatafuta mji ujao tutakaokaa milele. Basi tumwombe Mungu atupe kujua siku zetu na kuzihesabu, ili wakati atakaporejea sisi sote tupate uzima wa milele.